Mheshimiwa Profesa Palamagamba Kabudi, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Tabia Maulid Mwita, Waziri wa Habari, Vijana na Michezo Zanzibar. Ndugu Gerson Msigwa, Katibu Mkuu, Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na Msemaji Mkuu wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Hamid Seif Said, Mkuu wa Wilaya ya Mjini Magharibi, mwenyeji wetu katika shughuli hii ya leo. Natambua uwepo wa Mkurugenzi wa Idara ya Habari Maelezo, ndugu yangu Salum, Kamishna wa Polisi Zanzibar, pia uwepo wa Mheshimiwa Meya wa Jiji la Zanzibar, Mheshimiwa Mahmud Mohamed Musa, wakuu wa idara mbalimbali ambao wamehudhuria katika shughuli hii ya leo, wakuu wa vitengo, wakuu wa taasisi, mameneja habari, mawasiliano na uhusiano. Naamini utambulisho mkubwa umetolewa na ndugu yetu Katibu Mkuu, ndugu yangu Msigwa. Viongozi wa dini mliohudhuria katika shughuli yetu hii ya leo, ndugu zangu maafisa habari, maafisa itifaki, maafisa uhusiano kutoka serikali zote mbili, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote niungane na walionitangulia kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tujalia uhai na uzima, lakini kwa namna ya kipekee kukutana katika kushiriki hafla hii ya ufunguzi wa kikao kazi, nimeambiwa cha mafundo na mazingativu kwa maafisa habari, mawasiliano, uhusiano na utifaki wa serikali zote mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu wanahabari, nimesimama hapa kumwakilisha Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ambaye kwa hakika mlimwalika kuwa mgeni rasmi katika shughuli hii ya leo, lakini kutokana na majukumu ya kitaifa amenielekeza nije nimwakilishe, nami nitajitahidi kufanya hivyo kama ambavyo nimeelekezwa. Lakini pia nichukue nafasi hii kwa dhati kabisa kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Profesa Palamagamba Aidan Kabudi, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Tabia Maulid Mwita, Waziri wa Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo wa Zanzibar, pamoja na timu zao zote kwa kuweza kuandaa hafla hii muhimu ambayo kwa hakika inawakutanisha maafisa wetu muhimu kwenye maslahi makubwa ya nchi yetu, kama ambavyo tunaelewa umuhimu wa habari ndani ya dunia yote. Na washukuru sana kwa uamuzi wenu huu wa kufanya kikao hichi cha 20 hapa Zanzibar, ikiwa ni mara ya kwanza kufanyika hapa Zanzibar. Hongereni sana, asanteni sana. Pia nitumie nafasi hii kuwakaribisha sana Zanzibar. Naamini kati yenu wapo ambao hawajawahi kufika Zanzibar. Inawezekana kabisa ni mara ya kwanza kufika Zanzibar. Niwaombe kutumia nafasi hii baada ya kikao kutembelea maeneo mbalimbali ya Zanzibar ili muweze kuijua vizuri Zanzibar, na hasa inapozungumzwa kwenye sekta mbalimbali, hasa sekta ya utalii, na muwe mabalozi wazuri kuitangaza Zanzibar. Ndugu viongozi na ndugu maafisa habari,
kwa dhati kabisa niungane na walionitangulia kumshukuru na kumpongeza sana Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutimiza miaka 4 ya mafanikio katika kipindi chake cha uongozi wa serikali ya awamu ya 6, ambao kwa hakika tumeshuhudia mafanikio makubwa ya kimaendeleo katika nyanja zote ndani ya nchi yetu. Napenda kutumia fursa hii kutoa wito kwenu na Watanzania wote kwa ujumla kuendelea kumuunga mkono na kumuombea kwa Mwenyezi Mungu amjalie nguvu, umri mrefu na afya njema, na mpe kila la kheri na amwepushie kila la shari, ili aweze kuliongoza vyema taifa letu na kutuletea mafanikio zaidi. Vile vile tunamuomba Mwenyezi Mungu aizidishie neema Tanzania na atuepushe na kila aina ya majanga, adumishe amani na mshikamano baina yetu wakati wote, ikiwa ni pamoja na kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na chaguzi nyingine zote zinazofuata. Ndugu washiriki, nimefurahi sana kuungana nanyi katika hafla hii ya pekee yenye lengo la kuwakutanisha pamoja maafisa habari, mawasiliano, uhusiano na itifaki wa pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kupata fursa ya kujadiliana, kubadilishana uzoefu na kujenga uwezo wa kutangaza shughuli za serikali kwa umma kwa maslahi mapana ya taifa letu. Aidha, niwapongeze nyote mliohudhuria na mnaoendelea kutekeleza majukumu yenu ya kutoa habari za serikali na za binafsi kwa umma na kwa kuwajulisha wananchi kazi kubwa na nzuri zinazotekelezwa na serikali zetu zote mbili juu ya namna zinavyoleta maendeleo kwa umma. Kwa kutambua kuwa wananchi ndio walioiweka serikali madarakani, na hivyo ni jukumu la serikali kupitia nyinyi kutoa mrejesho kwa wananchi juu ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020-2025 ambayo ndiyo inayotekelezwa katika kuleta maendeleo hapa nchini. Kadhalika, nimeelezwa kuwa katika mkutano huu pia wamealikwa wadau wa habari kutoka vyama mbalimbali vya kihabari kushiriki pamoja nasi katika kikao hichi. Hili ni jambo zuri, kwani hawa ni wadau muhimu wanaounganisha serikali na wananchi kupitia vyombo vya habari. Rai yangu kwenu washiriki kuitumia vizuri fursa hii kwa kujadiliana, kujifunza na kubadilishana uzoefu, ili kila mmoja baada ya kuondoka hapa akawe chachu ya kuwafikishia wananchi habari sahihi za utekelezaji wa serikali kwa usahihi na kwa wakati. Ndugu washiriki, kama tunavyofahamu, serikali zetu zote mbili zimefanya kazi kubwa na nzuri katika kuleta maendeleo hapa nchini, ikiwemo utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo inayowanufaisha wananchi moja kwa moja na kuinua uchumi wa nchi yetu. Ni wazi kuwa taarifa za miradi hiyo zinapaswa ziwafikie wananchi kwa wakati, waweze kufanya tathmini kwa kina juu ya ufanisi wa serikali zao kabla hatujaingia kwenye uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na wajumbe wa Baraza la Wawakilishi na madiwani mwezi Oktoba mwaka 2025, ambapo wananchi watapata fursa ya kufanya uamuzi wa kuchagua viongozi wakiwa na tathmini sahihi na taarifa za kina za utendaji wa serikali zilizopo madarakani. Ndugu washiriki, sote tunatambua kuwa watumishi wa kada yenu mna wajibu wa kuhakikisha kuwa wananchi wanapata taarifa sahihi kwa urahisi zaidi na kwa wakati, kwa kutumia vyombo vya habari kama vile redio, televisheni, magazeti na vyombo vya habari vya mitandaoni, ili kuongeza wigo wa upatikanaji wa habari
za serikali na kuhamasisha ushiriki wa vyombo vya habari katika kutangaza vyema Tanzania ndani na nje ya nchi. Wajibu ambao mmejitahidi kwa kiasi kikubwa kutekeleza katika kipindi chote hichi ambacho tunaelekea uchaguzi mkuu. Nasema hongereni sana, asanteni sana maafisa habari. Ndugu washiriki, pamoja na kazi nzuri mnayoifanya, bado mna wajibu wa kuongeza juhudi zaidi katika kutangaza shughuli na miradi yote ya maendeleo inayotekelezwa na serikali, ambayo lengo lake ni kustawisha maisha ya kila Mtanzania na kutokomeza umaskini kwa kutekeleza maeneo muhimu ikiwemo kuimarisha demokrasia, utawala bora na haki za binadamu, na mapambano dhidi ya rushwa na ufisadi pamoja na udhalilishaji wa aina zote. Kuimarisha serikali za mitaa ili ziweze kutimiza wajibu wao kwa wananchi katika maeneo husika. Pia kuchukua hatua madhubuti za kujenga mazingira wezeshi kwa asasi za kiraia, kidini, vyombo vya habari ili kuchangia katika maendeleo ya taifa. Pia kuimarisha huduma na kulinda haki kwa makundi maalum wakiwemo wanawake, vijana, wazee, watoto na watu wenye ulemavu. Ndugu washiriki, serikali zetu zitaendelea kutekeleza na kukamilisha miradi mikubwa ya maendeleo ikiwemo mradi wa umeme wa bwawa la Mwalimu Nyerere katika bonde la Mto Rufiji lililopo katika mikoa ya Morogoro, Lindi na Pwani. Mradi huu utakapokamilika utaweza kutoa umeme wa megawati 2115 ambazo zinakwenda kuunganishwa kwenye gridi ya taifa na kutumika kwa ajili ya matumizi ya viwandani, vyuoni, shuleni, majumbani na kwenye biashara zinazofanywa na wananchi wetu. Mradi mwingine ambao tumeweza kuendeleza ni ule wa ujenzi wa reli ya mwendokasi SGR ambao tayari umeanza kusafirisha abiria kati ya Dar es Salaam na Dodoma, hivyo kuwezesha usafiri wa reli kuwa wa haraka na wenye tija. Aidha, mchakato wa kusafirisha mizigo kupitia reli hiyo utakamilika hivi karibuni. Ni wazi kuwa mradi huu unakwenda kuleta mapinduzi makubwa ya uchumi katika maeneo yote unaopita. Ndugu washiriki, kwa upande wa Zanzibar, serikali inaendelea kuimarisha uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abeid Amani Karume na vile vile kuanza ujenzi wa uwanja mpya wa ndege wa kimataifa kisiwani Pemba. Miradi mingine ya maendeleo ni pamoja na uboreshaji wa bandari ya Malindi, bandari ya Mkoani, bandari ya Wete na bandari ya Mkokotoni, kuanza ujenzi wa bandari jumuishi ya Mangapwani, ujenzi wa bandari ya Fumba ambayo imeanza kazi na ukamilishaji wa ujenzi wa bandari ya Shumba mjini ambayo kazi yake inaendelea. Miradi yote hii inakusudiwa kurahisisha usafiri na usafirishaji wa mizigo ili kupunguza gharama za upatikanaji wa bidhaa kwa wananchi na pia kuchochea harakati za kiuchumi hapa nchini. Ndugu wananchi na ndugu maafisa habari, hiyo ni baadhi tu ya miradi ambayo nimeitaja kwa pande zote mbili. Lakini pia nataka niwakumbushe pale Profesa Palamagamba Kabudi aliposema Zanzibar kulikuwa na reli hapa ambayo ilikuwa inaenda hadi Buubu. Bado mpango wa reli yule upo, na nikuachie kwamba Zanzibar reli itarudi ndani ya kipindi si kirefu kijacho. Utaratibu umeanza, wakandarasi wameshajitokeza na serikali tumeridhia. Kwa hiyo nikuhakikishie Profesa Palamagamba Kabudi, ile azma yako ya kuiona reli Zanzibar itaendelea kuwepo. Ndugu washiriki, kama tunavyofahamu kwa miradi ni mingi na hatuwezi kuitaja yote na kuielezea kwa kina katika muda huu mfupi. Natambua ipo miradi mbalimbali katika sekta ya afya,
michezo, elimu, uvuvi, kilimo, ufugaji, nishati, miundombinu ya barabara, viwanda na mengineyo. Sambamba na hilo, kutokana na wajibu mkubwa mlionao kwa taifa letu katika kufikisha hayo kwa wananchi, napenda kuagiza mambo yafuatayo. Moja, taasisi zote za serikali kuhakikisha zinaandaa mikakati imara ya mawasiliano. Pili, taasisi zote za serikali kuanzia ngazi ya mamlaka ya serikali za mitaa, sekretarieti za mikoa, wizara, wakala, idara zinazojitegemea na taasisi nyingine kuajiri maafisa habari na mawasiliano watakaokuwa daraja la mawasiliano kati ya serikali na wananchi. Maafisa hao pia watumike kama washauri wa masuala ya mawasiliano kwa umma na habari. Tatu, kutenga bajeti ya kutosha ya kununulia vitendea kazi na kugharamia shughuli za mawasiliano ya serikali kwa umma. Nne, kuhakikisha mnawajengea uwezo wataalamu mlionao ili waweze kutumia teknolojia ya kisasa katika utekelezaji wa majukumu yao ya mawasiliano kwa umma. Tano, kushirikisha maafisa habari na mawasiliano kwenye shughuli zote za miradi ya maendeleo ili waweze kutoa ushauri wa kitaalamu na namna ya kutangaza mafanikio ya miradi ya maendeleo. Sita, mawaziri, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya pamoja na watendaji wakuu wa taasisi zote kushiriki kikamilifu kutangaza shughuli za serikali kwa umma. Na saba, kujenga uhusiano mzuri na waandishi wa habari nchini ili kuimarisha utoaji wa taarifa za serikali kwa umma. Ndugu washiriki, kabla ya kukamilisha hotuba yangu, napenda kutumia fursa hii kwa mara nyingine tena kutoa shukurani kubwa sana kwa waandaaji wa kikao hichi muhimu. Nawashukuru sana mawaziri hawa, nawashukuru sana makatibu wakuu na timu zao zote ambazo wamekubaliana kufanya kikao hichi hapa Zanzibar, na kwa hakika kikao hichi kitakuwa na mafanikio makubwa. Nimeelezwa kutakuwa na mada mbalimbali na mada zimetajwa hapa. Naelewa wametajwa pia watoaji mada, wabobezi. Niombe sana tutumie fursa hii kupata faida kwa mada hizi ambazo zitawasilishwa ili nasi tuweze kujifunza na tuweze kufanya kazi zetu kwa utaalamu na tuache kufanya kazi kwa mazoea. Nawashukuru wadhamini wote, lakini pia nawashukuru na wale wote waliotusaidia kwa namna moja ama nyingine. Serikali zetu zinaendelea kutambua mchango mkubwa wa maafisa hawa ambao kwa hakika wanaufanya. Ndugu zangu maafisa habari, kazi hii ambayo mnaendelea kuifanya imefanya nchi yetu ya Tanzania kuweza kupata sifa kubwa na watu mbalimbali duniani kuendelea kupata habari za Tanzania na za miradi na hasa utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Bahati njema mwenezi kwa upande wa Zanzibar yuko hapa, naye ni mwanahabari mwenzenu, amekuwa akifanya kazi kubwa. Lakini na kaka yangu Makala kule bara amekuwa akifanya kazi kubwa, na hizi ndio zinakwenda kuijenga taifa zima la Tanzania ambayo kwa hakika nchi yetu imefanya mambo makubwa sana. Naendelea kuwashukuru tena wadhamini wetu na wale wote waliotusaidia kwa namna moja ama nyingine kwa michango yao na kufanikisha kufanyika kwa kikao hichi. Niwatakieni kikao chema na majadiliano mema. Tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu atuzidishie baraka kwenye nchi yetu, awalinde viongozi wetu na amani yetu dhidi ya wale wote wasiotutakia mema.
Niendelee kuwashukuru tena maafisa habari, lakini nimshukuru sana sana msemaji mkuu wa serikali ndugu yangu Gerson Msigwa. Kwa hakika unaendelea kuitendea vyema kazi yako hii. Wale wengine waliokuwa wamekusahau kwamba hii uliifanya mwanzo na sasa hivi umerudi pale ambapo umepazoea, naamini watakuelewa. Lakini tunakushukuru sana kwa kazi kubwa ambayo unaendelea kuifanya kuitangaza nchi yetu. Lakini nimpongeze sana Mheshimiwa Profesa Palamagamba Kabudi. Kwa kweli wizara hii ya habari ina mambo mengi, na hii ndio roho ya nchi. Mwingine anasema wizara ya fedha, lakini hata fedha, mimi mtu wa fedha naelewa, zinataka habari. Maana fedha unaweza kuwa nazo ukazitumia, lakini bila ya habari zisionekane matumizi yake. Kwa hiyo una jukumu kubwa, na nakushukuru mzee wangu, unalitendea vizuri. Mheshimiwa Tabia alikuwa ananiuliza, huyu mbona anataja mambo mengi ya Zanzibar, anajua sana. Nikamwambia huyu anajua mpaka Kilimatinde kule. Anajua vitu vingi sana. Profesa Kabudi anasema hii ni maktaba yetu inayotembea. Tunajivunia sana, tunakushukuru sana mzee wetu. Asante sana. Lakini nimshukuru tena Mheshimiwa Tabia Maulid Mwita na timu yake. Mheshimiwa Waziri, tunakushukuru. Wizara hii ya habari hapa Zanzibar, tokea tumeanza serikali ya awamu ya 8, bahati njema alipata fursa yeye, hajawahi kubadilishwa huyu. Lakini kuna kazi kubwa ambayo imefanyika ndani ya wizara hii ya habari, na inaendelea kufanyika vizuri. Wamekuwa wakitupa furaha sana kila tunapokwenda. Ukumbi huu mimi nilikuwa sijawahi kuona toka umejengwa. Nilikuja kukagua tu pale wakati unaendelea, wakawa wananiambia tu ule ukumbi upo tayari, lakini kumbe leo nimepata fursa pia ya kuona. Na washukuru sana sana. Huu ni ukumbi wa Uwanja wa Amani, hoteli ya Uwanja wa Amani. Naamini tutaweza kuutumia vizuri na una viwango vyote vinavyostahiki kwa mujibu wa utaratibu. Hii ni sehemu tu kati ya sehemu kubwa ambayo Mheshimiwa Daktari Hussein Mwinyi amefanya kazi kubwa ndani ya Zanzibar yetu. Namshukuru tena Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ya kuliongoza taifa letu. Lakini namshukuru sana Rais wa Zanzibar Daktari Hussein Mwinyi kwa kuendelea kufanya kazi nzuri. Na mimi Mheshimiwa mawaziri, nataka niwaahidi, nikiwa mtendaji mkuu wa shughuli za serikali, tutaendelea kuhakikisha kwamba maafisa habari wanaendelea kusimamiwa na stahiki zao zote zinazostahiki zinatekelezwa ndani ya serikali. Na hili kesho, Mheshimiwa, unafahamu tuna kikao cha muungano pale Tanzania Bara. Nitazungumza na Mheshimiwa Waziri Mkuu na mimi yule pacha wangu. Kwa wale ambao wako Tanzania Bara, naamini na wao serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendelea kuyafanya haya mazuri kuhakikisha vitengo vyetu hivi vinaendelea kupata huduma stahiki. Na si kuona tu kwamba vinahitajika wakati wa uchaguzi, lakini hata kabla ya uchaguzi tunathibitisha kwamba kazi imefanywa vizuri. Kwa hiyo jambo hili ni jema. Wizara zetu mmefanya kazi nzuri ya kuliandaa jambo hili, na sisi watendaji wa serikali tutalisimamia kwa pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kuhakikisha kwamba maafisa hawa wanakwenda kuwezeshwa na kufanya kazi vizuri zinavyostahili. Ndugu zangu washiriki, ni washukuru nyote kwa kujitokeza kwa wingi, lakini naamini leo mtakuwa na kazi kubwa hapa ya kuifanya, nasi tunawatakia kila la kheri, majadiliano mema, na Mungu awabariki nyote muweze kupata kile ambacho tumekikusudia. Baada ya kusema hayo machache, sasa kwa heshima kubwa
na kwa niaba ya Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, napenda kutamka kuwa kikao kazi cha mafundo na mazingativu, kikao cha 20 cha mafundo na mazingativu cha maafisa habari, mawasiliano, uhusiano na itifaki serikalini nimekifungua rasmi. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Zanzibar. Asanteni sana kwa kunisikiliza.